Habari za wakati huu, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa leo ikiwa ni siku ya tarehe 4 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Mara ya mwisho tumekutana hapa ilikuwa ni siku ya tarehe 29 ya mwezi Oktoba, ambapo taifa la Tanzania lilikuwa lipo katika uchaguzi mkuu, ambapo tulikuwa tunawachagua madiwani, wabunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania wote tunafahamu kile ambacho kimetokea. Kwanza nitoe pole kwa ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa ujumla ambao wamewapoteza wapendwa wao katika kipindi hiki, lakini pia Mungu walaze marehemu wote mahali pema peponi, lakini pia wote ambao wamejeruhiwa Mwenyezi Mungu aweze kuwatia nguvu, lakini pia waweze kupona haraka. Kilichotokea Tanzania, naweza kusema kwamba tangu tarehe 29 tulishuhudia mtandao ukizimwa. Access ya internet ilikuwa ni hakuna kwa taifa la Tanzania. Nadhani ni watu wachache sana ambao maybe wako nje ya nchi ya Tanzania ambao walikuwa na access ya mtandao, lakini pia kuna wengine ambao wapo ndani ya Tanzania lakini walikuwa na access pia ya mtandao. Lakini tangu mtandao ulipowashwa siku ya jana, kiufupi niseme tangu jana baada ya internet kurejea, nimepata kuona vitu ambavyo sikuviona kipindi vinatokea kwa wakati husika, kwa sababu internet ilikuwa imezimwa. Lakini jana tu, punde tu baada ya internet kurejea, nimepata kuona ambayo sikuyaona yakitokea kwa wakati husika. Kinachosikitisha, nimeziona maiti za vijana wadogo mitandaoni ambao inasemekana waliuawa kwa risasi. Inasikitisha sana. Video ni nyingi sana huko mitandaoni, namna ambavyo vijana wamepoteza maisha. Kiufupi inasikitisha sana, inaogofya mno, inatia huzuni. Tanzania hii imekuwaje mpaka tunafikia hapa? Damu za vijana wadogo ambao wamekufa kikatili vile. Sikuwahi kudhani itakuja kutokea nchini Tanzania bado nikiwa hai. Nimeshuhudia kwenye mataifa kadhaa, Kongo, namna ambavyo vijana wadogo, wanawake, watoto wakipoteza maisha. Sikudhani hata siku moja kama jambo hili nitakuja kulishuhudia kwenye nchi yangu ya Tanzania. Kama taifa tunapaswa kuiombea nchi yetu. Tulipo na tunakoelekea ni kubaya sana kwa hiki ambacho kimetokea. Na nimesikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan siku ya jana baada ya kuapishwa, lakini pia nimesikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Zambia, lakini pia message ya Mzee Fernandez. Huyu baba ametuma message moja nzito sana, lakini pia maombi ambayo ameweza kuomba jana pale wakati Mheshimiwa Rais akiapishwa. Ukimtazama mzee wakati anaomba anatetemeka, lakini pia kuna kitu kama anacho moyoni wakati anaomba. Kuna kitu ambacho pia ukimtazama Mzee Fernandez, kuna kitu ambacho unakifeel kwa kumtazama tu namna ambavyo anaomba. Lakini pia nimetazama ushauri wa rais wa Kenya, lakini kiufupi ni kwamba hakuna namna. Kama taifa lazima tukae chini tuone wapi tulipojikwaa ili tujue nini kifanyike kuepusha jambo kama hili kuja kutokea tena Tanzania. Kama Mtanzania, kama kijana, kama mzazi pia nimeumia kuona vijana wadogo wakikatishwa maisha yao namna ile. Nina ndugu ambao wamepoteza maisha pia, ni jambo la kusikitisha sana. Kwa namna nyingine nimejaribu pia kupitia baadhi ya taarifa za jeshi la polisi Tanzania, lakini pia kile ambacho Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuapishwa, kile ambacho amekizungumza kwenye hotuba yake siku ya jana. Kitu ambacho kimenishtua zaidi ni kwamba
watu ambao waliandamana, watu ambao wameuawa siku ya tarehe 29, tarehe 30, siku ambapo tulikuwa gizani, hatujui kitu gani kinaendelea, lakini pia tukisikia mirindimo ya risasi, watu tukiwa lockdown kuanzia saa 12 mtu nakuwa ndani. Kusema kweli nimepitia kipindi kigumu sana ndani ya hizi siku kadhaa ambazo internet ilikuwa imezimwa, lakini pia mtu unatakiwa kukaa ndani kuanzia saa 12. Kwa watu ambao wapo hapa Dar es Salaam wataelewa ni kitu gani na nazungumzia, kitu gani na maanisha, namna hali ilivyokuwa kwa hapa Dar es Salaam. Sasa wakati Mheshimiwa Rais akitoa hotuba yake siku ya jana baada tu ya kuapishwa, amezungumzia kuhusu vijana ambao waliandamana, vijana wa Kitanzania ambao wengi ni ndugu zetu, majamaa zetu, marafiki zetu, ambao wengine hata hawakuwepo kwenye maandamano, wengine bado walikuwa wapo katika sehemu ambazo wanafanyia shughuli zao za kawaida za kazi, wakauawa. Katika hotuba yake Mheshimiwa Rais alizungumzia kwamba waliopoteza maisha ni vijana ambao ni mamluki kutoka nje ya Tanzania ambao waliingia Tanzania kuja kufanya vurugu. Nikabaki najiuliza kwamba tumeshuhudia hata mwandishi wa habari wa Clouds Media ameuawa. Nikajiuliza kwamba na maana ndugu zetu ambao wamepoteza maisha, vijana wa Kitanzania ambao damu zao zimemwagika, ina maana vijana hawa walikuwa ni vijana kutoka nje ya Tanzania, jambo ambalo linafikirisha sana. Mamluki hao waliwezaje kuvuka mipaka na kuingia Tanzania? Ina maana mipakani katika taifa letu la Tanzania hatuko salama kiasi hicho mpaka mamluki wakaweza kuvuka mipaka na kuja Tanzania kuandamana. Sitaki kwenda mbali zaidi na jambo hilo, lakini pia nikaona hii hapa taarifa ya Jeshi la Polisi Tanzania kuhusu vijana kutoka nje ya Tanzania ambao wanaingia Tanzania kuja kufanya vurugu. Kama unavyotazama, hii ni taarifa ya Jeshi la Polisi kwa umma ambayo ina siku 2 tangu imetoka, kwamba Jeshi la Polisi Tanzania limepata taarifa za watu ambao sio raia wa Tanzania kuwa wameingia nchini kwa njia zisizo rasmi kwa nia ovu ya kufanya uhalifu ikiwemo vurugu. Watu hao wanajifanya kuwa wanafanya shughuli mbalimbali ikiwemo za bodaboda. Taarifa zinasema watu hao wapo katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songwe na mikoa mingineyo. Wakati Jeshi la Polisi linaendelea kuwafuatilia ili kuwachukulia hatua kali kwa mujibu wa sheria, mwananchi yeyote ambaye amempangisha au anaishi na raia yeyote wa kigeni asiyefahamika na anafanya shughuli gani na mienendo yake ni ya kutia mashaka, atoe taarifa haraka sana kwa viongozi wa serikali za mitaa, wakuu wa vituo vya polisi, wakuu wa polisi wilaya, makamanda wa polisi mikoa, au wapige simu kupitia namba tajwa hapa. Asipotoa taarifa na watu hao wakakutwa nyumbani kwake au eneo lake la biashara, hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Jeshi la Polisi linaendelea kuhakikishia wananchi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, vinaendelea kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa salama na lenye amani. Imetolewa na msemaji wa Jeshi la Polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Ilikuwa ni taarifa ya Jeshi la Polisi Tanzania wakizungumzia hiki ambacho inasadikika ya kwamba kuna vijana ambao sio wa Kitanzania ambao kwa namna moja ama nyingine wameweza kuingia Tanzania, lakini lengo lao ni kufanya mambo maovu wakiwa hapa Tanzania. Kwa hiyo kama unaishi na raia yeyote ambaye siye Mtanzania na mienendo au shughuli ambazo anazifanya hazieleweki, unatakiwa kutoa taarifa. Hii ilikuwa ni taarifa ya Jeshi la Polisi. Lakini pia jana tumeshuhudia taarifa ya Jeshi la Polisi ambayo pia nazidi kusambaa mitandaoni na kwa Watanzania wote kwamba ile tamko la kwamba zuio la kuto kuonekana nje kuanzia saa 12 jioni limeondolewa rasmi. Kwa hiyo watu
wataendelea na shughuli zao kama kawaida. Kwa hiyo ile lockdown ya kwamba ikifika saa 12 kamili watu wawe ndani imeshafutwa, na hivyo watu wataendelea na shughuli zao kama kawaida. Lakini pia nimeona hapa taarifa ya chama cha Chadema, taarifa ya chama cha Chadema, taarifa kwa umma, wakilaani vikali matumizi ya nguvu ambayo yametumika kuzimisha maandamano. Taarifa kwa umma kufuatia matumizi ya nguvu yasiyo ya lazima ya vyombo vya dola vya Tanzania dhidi ya wanaoandamana kwa amani. Kufuatia kuwepo kwa idadi ya vifo vingi pamoja na raia wengi wenye majeraha yanayotishia uhai wao kwenye maeneo tofauti ya nchi, kwa mujibu wa taarifa tulizonazo mpaka sasa. Kufuatia kuwepo kwa picha pamoja na video zinazoonyesha maiti kuzagaa mitaani na taarifa za baadhi ya hospitali kuelemewa na maiti, hali inayoashiria kufanyika mauaji ya halaiki Tanzania, nchi ya serikali dhalimu ya Samia Suluhu Hassan na chama chake. Kufuatia taarifa tulizopata za jeshi la polisi kuzunguka kwenye hospitali mbalimbali ili kuchukua miili ya waliouawa kwenye maandamano kwa lengo la kufuta ushahidi na takwimu, na kufuatia majeruhi wengi kushindwa kwenda hospitali kutibiwa majeraha yao kutokana na ukosefu wa huduma nyingi za kijamii ikiwemo usafiri na ukosefu wa mawasiliano, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, moja, tunalaani vikali matumizi ya nguvu yasiyo lazima ya vyombo vya dola vya Tanzania dhidi ya waandamanaji walioamua kutumia haki yao ya kikatiba na kisheria kuandamana kwa amani kupinga zoezi haramu linaitwa uchaguzi. Jambo la pili, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema tunavitaka vyombo vya dola kuacha mara moja matumizi ya nguvu zilizopitiliza na yasiyo na ulazima wowote kwa raia wanaoandamana kwa amani. Jambo la tatu, tunaishauri na kuiomba jumuiya ya kimataifa, hasa Umoja wa Mataifa na Mahakama ya Kimataifa ya Makosa Jinai ICC kuendesha kwa dharura uchunguzi huru wa mauaji haya yaliyofanywa na serikali ya Tanzania dhidi ya raia wake na kuchukua hatua stahiki. Jambo la nne, tunaitaka serikali kurejesha mara moja huduma ya mtandao ili kurahisisha mawasiliano ya wananchi pamoja na kuwezesha huduma nyingine za kijamii kupatikana kwa urahisi. Imetolewa tarehe 2 Novemba mwaka 2025 na kusainiwa na John Mnyika ambaye ni katibu mkuu wa chama cha Chadema. Hii ilikuwa ni taarifa ya chama cha Chadema. Lakini nimeona taarifa nyingine kutoka Sadeki. Sadeki pia wameweza kutoa maoni yao kufuatia uchaguzi ambao umefanyika Tanzania, ambapo rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alishinda uchaguzi huo kwa zaidi ya 97%. Zaidi ya 97% ameshinda uchaguzi kwa zaidi ya 97%. Lakini pia tulishuhudia Chadema ikisema katika taarifa yake Jumamosi jioni kwamba chama kinakataa vikali kile kinachoitwa matokeo ya uchaguzi na kumpa ushindi Samia Suluhu Hassan. Chadema walisema kwamba matokeo haya hayana ukweli wowote, kwani ukweli ni kwamba hakuna uchaguzi wa kweli ambao umefanyika Tanzania, ilisema taarifa hiyo ya Chadema, ikidai kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa akijiweka madarakani kwa nguvu. Hiyo ilikuwa ni taarifa ambayo chama cha Chadema waliweza kuitoa, na kama nilivyokuambia uchaguzi wa 29 ulikumbwa na ghasia, huku waandamanaji wakiingia katika mitaa ya miji mikuu kupinga uchaguzi huo na kusitisha kuhesabu kura. Wanajeshi walitumwa kusaidia polisi kutuliza ghasia, lakini tukashuhudia bado idadi ya watu ambao wamepoteza maisha walikuwa ni wengi sana. Hii ni taarifa pia kwa mujibu wa Al Jazeera, wakidai ya kwamba wanajeshi walitumwa kwa ajili ya kutuliza ghasia. Nimekwambia Sadeki wao wanasema uchaguzi wa Tanzania uligubikwa na dosari. Unajua kuna vitu vingi sana ambavyo vimetokea hapa katikati wakati tukiwa gizani.
Sadiki wao wanasema uchaguzi wa Tanzania uligubikwa na dosari. Ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC umetangaza kuwa uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025 ulishindwa kukidhi viwango vya kidemokrasia vya jumuiya hiyo kutokana na vitisho vya viongozi wa upinzani, vikwazo vya uhuru na ukosefu wa uwazi wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Katika taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari, shirika hilo limesema ingawa siku ya upigaji kura kwa kiasi kikubwa ilikuwa ni ya amani, katika maeneo mengi wapiga kura hawakuweza kueleza kwa uhuru mapenzi yao ya demokrasia. Taarifa hiyo ilibainisha kuwa uchaguzi huo ulipungukiwa na matakwa ya kanuni ya miongozo ya SADC ya kusimamia uchaguzi wa kidemokrasia ya mwaka 2021, kigezo cha uchaguzi huru, wa haki na wa kuaminika miongoni mwa nchi wanachama. Ujumbe huo vilevile uliripoti kuhusu kutengwa kwa wagombea wa upinzani kwa kukamatwa na kupewa vitisho, ikiwa ni pamoja na kuwekwa kizuizini kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu kwa tuhuma za uhaini. SADC imesema vitendo hivi vinazoofisha demokrasia ya vyama vingi vya Tanzania na kukatisha tamaa ushiriki wa wapiga kura. Hatua kama hizo ziliunda uwanja usio sawa na kupunguza uwezo wa wapiga kura kufanya chaguo la kweli. Taarifa hiyo ilisema hivyo, taarifa ya SADC. Lakini pia kuhusu matangazo ya vyombo vya habari, SADC imesema kwamba vyombo vinavyomilikiwa na serikali vilipendelea chama tawala, wakati vyombo vya habari vya kibinafsi vilijishughulisha na kujidhibiti kwa sababu ya kuogopa kuchukuliwa hatua baada ya uchaguzi. Yani vyombo vya kibinafsi viliweza kujidhibiti, lengo ni kuogopa kuchukuliwa hatua baada ya uchaguzi. Hiyo ni taarifa ya SADC. Ujumbe huo umeitaka serikali kutekeleza mageuzi ya kina, ikiwa ni pamoja na kuruhusu wagombea binafsi, kuwezesha mahakama kupitia matokeo ya uchaguzi wa rais, kuhakikisha ulinzi wa waangalizi wa uchaguzi na kuwashirikisha vijana katika siasa. Kwa kuzingatia maoni ya tume na kwa kuzingatia hali ya awali ya taarifa hii, ni hitimisho la kijadi la SADC kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 nchini Tanzania haukukidhi viwango vya uchaguzi wa kidemokrasia, iliongeza taarifa hiyo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi mwanachama mwanzilishi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC. Waangalizi walikuwepo kutoka Afrika ni pamoja na Umoja wa Afrika AU, Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu ICGLR, lakini pia Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, pamoja na wengineo kutoka maeneo mbalimbali duniani. Hata hivyo, saa chache tu baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kula kiapo, alishukuru makundi hayo kwa maoni yao, lakini akaweka wazi kuwa sio kila jambo walilotaka linaweza kutekelezwa, ila Tanzania yenyewe ndio yenye uwezo wa kuamua nini cha kufanya, na kunukuu maneno ya Rais wa awamu ya 3 Benjamin Mkapa wakati akiapishwa kuwa rais mwaka 2000. Na washukuru waangalizi wetu wa kimataifa kuja kushuhudia uchaguzi wetu ulivyofanyika. Walipotusifu, tumepokea sifa hizo kwa unyenyekevu mkubwa. Tumesikia pia waliozani hayakwenda sawa, na mengine hata sisi wenyewe tumeyaona. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Mwisho wa nukuu ya Rais Benjamin Mkapa. Rais Samia aliongeza kuwa hakuna aliye mkamilifu duniani. Ni mengi ambayo yametokea hapo katikati, lakini pia kwa nafasi yetu tutajaribu kupitisha katika baadhi ya vitu ambavyo vimetokea, lakini pia taarifa muhimu ambayo kama Mtanzania unapaswa kuipata wakati huu. Nimekuambia hapa taarifa ya Jeshi la Polisi Tanzania, wametoa taarifa ya kuondoa zuio ambalo lilikuwepo mwanzo la kutoka nje zaidi ya saa 12, kwamba mtu anatakiwa kuwepo ndani. Hebu nisome hapa kama unavyotazama hii taarifa kutoka Jeshi la Polisi, taarifa kwa umma kufuatia maelekezo yaliyotolewa tarehe 3 ya mwezi wa 11
mwaka 2025 na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuendelea na shughuli za kila siku. Amri iliyokuwa imetolewa na Jeshi la Polisi kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam ya kuwa majumbani kuanzia saa 12 jioni imeondolewa rasmi. Imetolewa na msemaji wa Jeshi la Polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Kwenye comment unaweza kutuambia hizi siku 5 kwako zilikuwaje? Hizi siku 5 kwako zilikuwaje? Kwa watu ambao tupo hapa Dar es Salaam, najua experience yake tumeiona ndani ya siku 5 za kukaa ndani, lakini pia kwa wale ambao tulibahatika hata kutoka kidogo, kila ambacho tumekiona kwa macho yetu, lakini pia video ambazo tumeziona zikisambaa mitandaoni baada ya internet kuweza kuwashwa, vijana wadogo maisha yao yakiondolewa. Tuchie maoni yako, kwa mtazamo wako, maoni yako, pendekezo, lakini pia kwa taarifa nyingi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa. Mambo ni mengi kweli kweli, na kikubwa ni kwamba nimepokea pia comment nyingi sana. Watu walikuwa wanauliza mpo salama, vipi hali yenu? Tunapenda kusema kwamba tupo salama, lakini pia kubwa tunatuma salamu za pole kwa ndugu jamaa na marafiki wote ambao wapendwa wao wamepoteza maisha katika kipindi hiki. Mungu awalaze vijana wote wa Tanzania wote ambao wamepoteza maisha mahala pema peponi. Amina. Tukutane tena wakati mwingine.